Aprili 10, Alhamisi. Mwaka wa 2025. Urejesho wa uchumi wa nuru wa Korintho wa pili 8:2. Waumini wa huko walijaribiwa sana kwa tabu, lakini furaha yao ilikuwa kubwa hivi hata wakawa wakarimu kupita kiasi, ingawaje walikuwa maskini sana. Uchumi wa nuru ni kitu ambacho waumini warejeshe. Uchumi una ngazi tatu. Kwanza ni kiwango cha kuhatarisha maisha ya mtu kwa masomo na kuboresha ujuzi wao. Pili ni kiwango cha kusogesha dunia kwa itikadi na dini. Mataifa yenye nguvu na mashirika matatu yote ni sehemu ya haya. Waliongoza harakati ya kutafakari ya transcendental na wamekamata ulimwengu wote. Tatu, ili kuwazidi lazima ufikie kiwango ambacho unajipanga na baptizani ya kweli ambayo Mungu alikupa. Lazima ujitayarishe na baptizani na urejeshe uchumi wa nuru. Paul, kama kiongozi wa juu wa wakati wake, alipata elimu ya kuwa kiongozi wa harakati ya kibbutz, lakini aligundua kuwa haikuwa na uchumi wa nuru. Kwa hiyo aliingia katika masinagogi na kueleza Kristo pekee, uwezo wa kiti cha enzi na kazi zinazohusu ufalme wa Mungu kwa wazao. Lazima uifanye ili wazao wataanzisha baptizani ya nuru na kujipatia uwezo wa kusongesha uchumi wa nuru. Wawakilishi waliopokea jibu hili walikuwa Rockefeller, Wanamaker na Schwab. Unapomiliki baptizani hii ya nuru, mambo matatu yatadhihirika. Moja, sadaka ni mwanzo wa uchumi wa nuru. Sadaka ya zaka ambayo Ibrahimu alitoa kwa Melkizedeki iliashiria mwanzo wa kupokea uchumi wa nuru. Vile vile hema lilikamilishwa wakati wa safari ya jangwani, matoleo ya Obadia, mjane wa Sarepta na mwanamke Mshunami, pamoja na hekalu lililojengwa upya kupitia nabii Hagai, yote yalikuwa sehemu ya mwanzo wa uchumi wa nuru. Matoleo ya wale walioshiriki katika chumba cha juu cha Marko yalionyesha mwanzo wa uinjilisti wa ulimwengu. 2. Uchumi wa remnant ndiyo lengo la uchumi wa nuru. Isaka ambaye alilima na kuvuna baraka 100% na kupata chanzo cha chemchemi. Yusufu ambaye alikiri kwamba Mungu alimtuma mbele ya ndugu zake kuokoa maisha, remnant wa Babeli. Na Paulo ambaye alienda kwenye masinagogi, wote walirejesha uchumi wa remnant. 3. Uinjilisti na umisheni ni siku zijazo za uchumi wa nuru. Mungu aliwainua Yusufu, Musa, Daudi na Elisha mbele ya wafalme ili kuokoa mataifa 237 na makabila 5,000. Pia, baada ya kuwaruhusu Waisraeli kwenda kama watumwa, mateka na taifa lililotawaliwa katika ukoloni, aliwafanya kuangaza nuru kwa giza lote katika ulimwengu wote, kwa sababu Mungu alikuita kueneza uinjilisti wa ulimwengu. Chombo cha kanisa lazima kipanuliwe. Kwa hili lazima ufurahie baptizani ya nuru, kusubiri na changamoto. Lazima pia uinue baptizani ya nuru kwa wazao na makabila mengi. Ombi la agano. Mungu Baba, naomba sasa niinue baptizani ya nuru. Naomba kurejesha uchumi wa nuru ambayo ni misheni yangu. Kwa hivyo naomba niokoe kanisa langu, uzao na maeneo ambayo yameporomoka duniani kote. Katika jina la Yesu Kristo ninaomba. Amen.